Yes sir, ibona kama hizi mambo vipi mtu wangu na mdau wa Uncle J Simulizi. Karibu sana kwenye huu mzigo wa Ice You Kill Me. Kumbuka hii ni chapter 6 ikiwa ni sehemu ya 13. Haya sasa, ibona mambo yanazidi kunoga kweli kweli, na tulipoishia katika sehemu iliyopita ni pale ambapo gari alilolipanda Ghost lilikuwa limezungukwa na wanajeshi na wamemwamrisha dereva na yule msaidizi wake washushe kila mzigo uliopo kwenye gari ili magari hayo yafanyiwe ukaguzi wa kumkamata Ghost. Na ukweli ni kwamba Ghost yupo kwenye hilo gari, amejificha kwenye kontena kule nyuma. Sasa itakuwaje wakishapangwa ile mizigo wakamkuta kule Ghost, tena yuko na Lisa, yuko na kijana wake mmoja hivi ambaye ndiye kama bodyguard wake. Bwana, ni hatari mtu wangu. Karibu sana kwenye hii sehemu ya 13 tupate kujua ukaguzi huu iliishaisha vipi. Je, Ghost alikamatwa? Noma mtu wangu. Mimi naitwa Uncle J Masimulizi. Mzigo umeandaliwa na kutayarishwa na Eda Zaria G Msulwa. Karibu. Wakaanza kushusha matenga hayo huku akiwa wako chini ya ulinzi mkali mno. Mume wangu, huna namba ya mkuu yeyote yule wa nchi ukampigia atuepushe na hili? Lisa alizungumza huku akiwa anatetemeka kweli kweli. Hebu ngoja kwanza nifikirie. Ghost alizungumza kwa haha kweli kweli. Hebu leta simu. Kweli Ghost alizungumza hivyo na kisha kapewa simu. Alishusha pumzi huku akitazama jinsi matenga hayo ya matunda yalivyokuwa yanazidi kushushwa. Ghost kwa haraka aliandika namba anayoikumbuka na kisha akapiga, lakini kwa bahati nzuri simu hiyo ilianza kuita. Hello? Ni mimi bwana naongea. Mheshimiwa Rais, nashukuru kwa kujua cheo changu na imani bado upo madarakani. Ndio. Najua unajua kinachoendelea. Na vijana wako wameweka kizuizini barabarani. Wapi tena? Naweza kukuamini? Na ndio maana umenipigia simu. Basi na kutumia location ya eneo nilipojificha. Hivyo naomba uwazuie. Baadaye akaunti yako itacheka. Sawa. Mkuu, hivi una uhakika unamtumia location tulipo atakusaidia kweli? Kiongozi wa kundi hilo la kigaidi alimuuliza Ghost huku akimtazama, na hapo ni baada ya Ghost kukata ile simu. Nafanya maamuzi magumu. Kwa idadi yetu hatuwezi kupambana nao. Na hata kama tukipambana nao, ni lazima tutatembea kwa miguu na hatutoweza kutoka nchini Tanzania. Baby, fanya hivyo baby. Lisa alizidi kusisitiza na Ghost alituma ujumbe wa eneo walipo. Jenerali alitazama meseji hiyo na kisha akaifungua ramani eneo hilo, akatazama eneo alipokuwa Ghost. Kwanza alishusha pumzi taratibu huku akiwa ofisini kwake. Akatazama katika faili lenye wanajeshi viongozi waliopo kwenye vizuizi vyote vilivyokuwa vimewekwa ndani ya nchi na mipaka. Akainakili namba ya kiongozi aliyopo kwenye kizuizi alichopo Ghost na kisha akapiga simu. Halo mkuu. Kuna lori langu la matunda nimeona limekwama kwenye kizuizi chako kama dakika 5, kuna tatizo gani? Mkuu, unajua tunalikagua tu kama ukaguzi mwingine. Aise, hebu waruhusuni bwana wapite. Huo mzigo unahitajika Kenya leo usiku, na hayo matunda yakiendelea kukaa barabarani yataribika bwana. Sawa mkuu. Na ikiwezekana hebu wapateni escort mpaka mpakani. Sawa mkuu. Wape vijana wawili pamoja na gari muwasindikize. Sawa mheshimiwa. Naam, mpaka kufika hapo na simu ikakatwa. Hey, hebu wasaidieni kupakia mizigo yao na muwasindikize. Mkuu unasema? Nimepokea maagizo kutoka juu, hivyo fanyeni nilichoambia na mtawapa escort mpaka Horohoro. Kutokana na taratibu za kijeshi ni kufuata amri pasipo kuuliza maswali.
ikawafanya wanajeshi hao kuweza kusaidiana na dereva na msaidizi wake kuweza kurudisha matenga hayo ya matunda. Wakafunga pale kontena hilo na wakaanza kuwasindikiza huku gari ya jeshi ikiwa imetangulia kwa mbele. Mume wangu, umefanikiwa kwenye hili, Lisa alizungumza kwa furaha huku wakiwa wanatazama kwenye TV hizo namna wanavyosindikizwa na gari hilo la polisi. Kwenye kila kizuizi walikuwa wanapita na walifanikiwa kufika katika mpaka wa kutoka nchini Tanzania na kuingia nchini Kenya. Wakaonyesha pale vibali vyao, wakaruhusiwa kupita mpakani hapo. Moja kwa moja wakaelekea hadi katika bandari ya Mombasa, na lori hilo likaingia katika meli kubwa ya mizigo na wakaondoka bandarini hapo na safari ya kuelekea Italia ilianza. Baada ya masaa 6 ya safari, walifika liliposimama submarine ya Ghost, na meli hiyo ilisimama mita kadhaa ilipokuwa submarine, yani nyambizi ya Ghost, na wakaingia ndani ya submarine hiyo na kisha wakaachana, huku meli hiyo ikielekea uelekeo inapokwenda. Lakini kwa upande wa submarine ya Ghost yenyewe ilikuwa ikielekea katika nchi ya Afrika Kusini kwenye makazi yake. Naam, kwa upande wa pili, mshauri wa rais alionekana kuzungumza kwa sauti ya upole mno, huku akiwa anamtazama mzee Max usoni mwake kwa kumwambia, bwana, ni masaa 72. Ni masaa 72 sasa mkuu, yameshapita na hatujapata dalili yoyote ya kupatikana kwa Ghost wala mke wake. Tunafanyaje? Kwa sababu ukaguzi unaofanyika unakuwa ni kama kero kwa wasafiri wa ndani na hata wale wanaotoka nje nchi. Mheshimiwa, na mimi unamfahamu rafiki yako. Sidhani kama ndani ya siku hizi 3 atakuwa yuko ndani ya nchi. Inabidi turudi kwenye maisha yetu ya kawaida, na lakini cha kumshukuru Mungu, hakuna kilichoathiri watu wetu wala wanajeshi wetu. Watu wake ndio wameuawa ambao aliwakingia kifua, na walikuwa ni wasaliti wa nchi. Nchi ni ngumu sana. Ni kweli mheshimiwa unachokisema. Na hii yote ni kutokana na viongozi wa nyuma waliopita. Hawakuwa wazalendo kabisa. Wao waliangalia matumbo yao binafsi na mambo yao binafsi tu. Kwa hiyo unanishauri nini? Mheshimiwa, kwa sasa ndani ya jeshi ambalo kuna harufu kali ya rushwa kwa viongozi wa ngazi za juu, inabidi ufanye maamuzi magumu. Huwezi kuendelea kujenga gorofa ikiwa msingi huku chini ni wa udongo. Ili kupata jeshi lililo bora, lazima tuondoe viongozi wao waliooza. Inamaanisha kwamba wale wote waliopelekea taifa hili likapata madhara ya kiusalama ni lazima wawajibishwe kwa kuondolewa kwenye nafasi zao za kazi au kufutwa kabisa kazi. Ni vyema ukaunda kamati ya uchunguzi ikapeleleza kwa miaka 3 nyuma kuona ni namna gani walivyohusika kwenye matukio yaliyojitokeza, ikiwamo kuvamiwa kwa Ikulu Dar es Salaam, kutekwa kwa aliyekuwa mkurugenzi wa X ambaye kwa sasa ni makamu wa rais. Unajua kuna matatizo mengi sana ambayo yameitaka kuigeuza nchi kwa Somalia na mataifa mengine ambayo mambo yalianzaga hivi rushwa, kutokuwa makini kazini, kujuana na vitu vingine. Alafu ni kweli kama hili la Ghost limeonyesha ni udhaifu gani ambao sisi kama taifa au serikali iko nao. Usiruhusu hili lijitokeze tena mheshimiwa rais, kwa sababu umeapa kuongoza nchi na sio kuongoza marafiki. Unapaswa kulinda nchi na sio kulinda wananchi. Najua ukichukua maamuzi magumu ni wengi watakukasirikia na kukuona wewe ni mtu ambaye ni mbaya, ila ukweli ni kwamba kila unachokifanya ni kwa ajili ya hili taifa. Kila unalolifanya ni kwa ajili ya hili taifa kurudisha kuwa imara na kuwa na nguvu kama ilivyokuwa enzi za kina Rais Edi na mwana mama Judy. Hapo kwa Judy. Hivi unaonaje nikamweka Judy kwenye nafasi yangu ya ushauri? Sijui kama
atafikiana na hayo, kwa sababu kutoka kuwa mgombea urais hadi kuwa mshauri ni shughuli kidogo. Na mtu kama huyo ukimweka karibu, atasoma nyenendo zako za uongozi na uchaguzi utakaofuata itakuwa ni rahisi kwake kukuangusha. Unajua, mimi sijui sana kuhusiana na maisha ya binafsi ya kisiasa. Hapa mimi ninachoangalia ni jinsi ya kuweza kurudisha taifa hili kwenye nguvu yake. Na ikiwezekana, hebu nitafutie namba yake nimpigie na nimwalike Ikulu ya hapa Dodoma. Basi acha nitafute mkuu. Sawa, ila kwa sasa taifa kwanza, mambo mengine baadaye. Na ikiwezekana umri wangu pia unajua unakimbilia miaka 70 hivyo. Hivyo sidhani kama nitarudi kwenye awamu nyingine. Hivyo tunaweza kumwachia nafasi hii na akagombania yeye. Sawa mheshimiwa, kama maamuzi ni yako. Hebu fanya hilo. Mshauri wake alitoka ofisini na akamwacha yeye mwenyewe. Simu ya mzee Max ilianza kuita. Alitoa mfukoni na kuona ni namba ya Ryan. Ndiye aliyekuwa anampigia kwa mfumo wa video call. Ryan. Shikamoo. Marahaba, bado uko Russia? Ndio mzee wangu. Na taarifa nyeti sana nahitaji kukupatia. Taarifa gani? Mtu wake karudi kwako bwana. Nani? Rafiki yako Gosi. Kimbia yake yote yuko Afrika Kusini. We. Ndio. Naima anakutumia video za CCTV zinazomuonesha akiwa kwake. Hebu nitumie nieshe. Kwanza asante sana na Mungu awabariki mno. Mzee wangu, ni msaada mdogo tu tuliofanya. Ila je, utafanya maamuzi au ndio utaendelea kumchekea kwa sababu ni rafiki yako? Hapana. Kwenye hili lazima nitafanya maamuzi makubwa na mazito juu yake. Hebu nitumieni. Sawa. Naima ananiambia tayari ameshakutumia. Hebu ngoja kwanza. Mzee Max alitazama ujumbe aliokuwa umetumiwa na kisha akasema imefika. Nashukuru, asante sana bwana Ryan. Sawa sawa mzee wangu, ila kama atakushinda mimi nakushauri muuze tu kwa Marekani ili kutokumwonea huruma. Mimi nalifanyia hilo kazi sasa hivi Ryan. Sawa mzee wangu. Ryan. Ndio. Mimi ninaombi. Bila shaka mzee wangu. Ninaomba unifanyie upelelezi wa viongozi ambao ni wazalendo wa hii nchi, kuanzia wabunge, viongozi wa majeshi pamoja na waajiriwa wa kiserikali. Nahitaji kubadilisha mfumo mzima wa kiserikali na washenzi wote waliofanya uchafu wote tuwaondoe. Unajua mzee wangu, ni kazi ngumu kwa sababu kumfuatilia mmoja mmoja ni ngumu. Ila ngoja nimshirikishe mchawi wangu hapa, alafu tutajua namna gani ya kuweza kufanya. Mchawi wako ndo nani tena? Una mchawi siku hizi? Sinaima. Unahisi haya yote anayofanya ni ya kawaida. Huyu mtu yuko Russia ila anaona mambo ya Afrika Kusini. Mzee wangu, huo sio uchawi huo. Unajua nilipomtengeneza na wewe umempeleka kwenye maeneo ya wadukuzi wakubwa akajifunze. Niliamini kabisa lazima atakuja kuwa hatari, na hatari yenyewe ndio hiyo. Ndio hivyo mzee wangu. Kingine Ryan. Nahitaji kumuingiza Judy kwenye serikali yangu kama mshauri wangu. Je, hapo unanishaurije? Judy aliyekuwa mpinzani wako? Ndio. Hapo utakuwa umecheza karata zako vizuri, kwa sababu unajua yule mama ana madini mengi sana kichwani na ana uwezo mkubwa sana wa kifikra. Kwa kipindi mimi nilichokaa naye, unajua niliona kabisa kwamba ana kitu special sana akilini mwake. Kwa hiyo utakuwa hujakosea kwa kweli. Nashukuru sana. Vipi, una namba yake? Nitumie basi. Kweli Ryan akaituma namba ya Judy kwa mzee Maxi. Imeshafika, nashukuru sana. Usijali mzee wangu, kikubwa ninachokuomba ni mshughulikie huyu mwenzio. Nafasi uliyoipata haitaweza kujirudia tena, la sivyo atakuwa ni sumu kwako. Sawa sawa, mimi nimekuelewa Ryan. Nashukuru mzee wangu. Ryan akakata simu. Oye Ryan, Judy kuwa mshauri wa mzee Max, unaona ni jambo zuri? Ndio, kwani una wasiwasi naye? Sijajua kama ni
fahari wawili wanaweza kukaa zizi moja? Kama Judy anahitaji kuwa bora huko baadaye, akubaliane na ukweli. Ukweli wa nini? Kuwa mshauri wa mzee Max ili ajijenge kisiasa na baadaye mambo yamwendee. Naye tuone. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili, mzee Max aliendelea kuisikilizia simu ya Judy iliyokuwa inaendelea kuita. Na baada ya muda mfupi, Judy alionekana kupokea simu hiyo kwa kusema halo. Judy alizungumza kwa sauti yenye mikwaruzo kidogo, na ndipo mzee Max akasema, habari yako Judy? Salama, nani mwenzangu? Unazungumza na Rais Max. Oh, mheshimiwa. Samahani bwana, unajua namba yako sina na nilikuwa nimelala. Natambua kwa sababu sauti yako tu imejaa uchovu. Ni kweli kabisa mheshimiwa. Hii namba yako ya Tanzania inaonesha uko nchini. Ndiyo mheshimiwa, kwa sasa niko Singida. Singida? Ndiyo. Basi ni rahisi sana wewe kuja hapa Dodoma. Na kualika Ikulu Dodoma na mazungumzo ya kina na wewe kama hutojali, kwa maana kwamba ni mazungumzo ya kuonana uso kwa uso. Nitajitahidi kufika leo mheshimiwa. Basi sawa, nitawaagiza vijana wangu wa getini kutoka kukusumbua. Nashukuru sana mheshimiwa rais. Asante. Judy hakutaka kupoteza muda, kwa haraka alishuka kitandani na kuelekea bafuni. Alioga haraka na kisha akatoka, akasema, hebu niangalizie ndege ya kukodi haraka, nahitaji kuelekea Dodoma muda huu. Judy alizungumza hivyo kwa simu, akaambiwa sawa mkuu. Judy akasema, unaendelea na gari la kunipokea Dodoma? Sawa mkuu. Ila gari, okay, achana nalo. Sawa mkuu. Judy alikata simu na kumpigia mzee Max. Ndio Judy. Najiandaa kufika huko kwa ndege, na kama hutojali na kuomba uniandalie gari la kunipokea airport. Oh, kama ni hivi basi acha nikutumie helikopta ya jeshi hapo ulipo ikulete moja kwa moja Ikulu. Nashukuru sana rais. Wewe nitumie tu ramani ya eneo ulipo. Vijana wangu watafika hapo ndani ya muda mfupi sana. Sawa mheshimiwa. Judy alikata simu huko akiwa amejaa na furaha. Judy alimpigia msaidizi wake na kisha akamwagiza asitishe kuagiza ndege. Baada ya dakika 15, helikopta ya jeshi ilitua kwenye eneo la wazi katika jumba la mwanamama Judy. Yeye na msaidizi wake na walinzi wake wawili waliingia kwenye hiyo helikopta, ikaondoka eneo hilo na moja kwa moja ilianza safari ya kuelekea Dodoma. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona mtoto Cleopatra akizungumza kwa kumwambia mama, utapona. Cleopatra alizungumza kwa sauti ya upole huku akimtazama mama yake akiendelea kucheua kwenye sinki la bafuni kwake. Mungu wangu. Monica alizungumza huku akikaa chini. Mama, unajisikiaje? Najisikia vizuri. Monica alinyanyuka huku akipepesuka, kisha katoka bafuni hapo huku Cleopatra alikuwa anamfuata kwa nyuma. Hebu naomba hiyo chupa. Monica alipewa chupa yenye maji ya kuupa mwili wake nguvu. Alinywa taratibu mpaka akayamaliza. Mama. Hiyo ni dawa nini? Mwanangu, hii ni dawa ya kufanya mwili uwe vizuri. Kwani mama unaumwa? Unaumwa ni? Malaria. Monica aliamua kumdanganya binti yake. Hebu naomba nipatie hiyo simu. Cleopatra alimpatia mama yake simu na kisha alimpigia mama mkwe wake. Mama, shikamoo. Marahaba mwanangu, dokta amenieleza umepata dozi. Ndiyo mama, ila nimecheua sana, inanimaliza nguvu. Ndiyo mwanangu, naelewa. Hapo sasa ndio inatoa sumu mwilini. Baada ya siku 2, hebu nenda kapime mwanangu, ukikutwa na hiyo saratani na kuahidi mimi naacha hii kazi na siifanyi tena hii kazi. Mama, mimi nakuamini.
Nisikilize mwanangu, kuna maji yana dawa ya kurudisha nguvu mwilini. Alikupatia? Ndiyo, nimemaliza kunywa hapa sasa hivi. Sawa, sasa hayo maji yataupatia mwili nguvu. Ila jitahidi kula na kisha upumzike. Sawa mama. Mjukuu wako huyo hapa. Bibi, shikamo. Marhaba Cleopatra. Hujambo mjukuu wangu? Si jambo. Bibi, unakuja lini? Oh, hivi karibuni mjukuu wangu, lazima nije. Kweli bibi? Ndio, nakuja tucheze pamoja. Sawa bibi. Cleopatra alipomaliza kuzungumza na bibi yake, alimpatia simu mama yake. Mama. Ndio mwanangu. Nashukuru japo imenipelekesha leo toka asubuhi. Ninacheua kweli kweli, ila kusema ukweli naanza kuhisi mwili sasa una wepesi fulani. Usijali mwanangu, utazidi kuwa mwepesi kadiri muda utakavyozidi kwenda. Sawa mamangu, nashukuru sana. Tena sana. Usijali, Mungu atakupigania. Amen. Basi mama, mimi nikuache uendelee na majukumu mengine. Usijali mwanangu, kwa heri. Mamake na Ryan alikata simu, aliweka pembeni huku akiwa anatazama timu ya wanajeshi wake namna ulivyokuwa wanaikaribia ngome ya Ghost iliyopo Afrika Kusini. Alikuwa ametuma timu hiyo ya wanajeshi wake kuhakikisha kwamba wanamkamata. Na akileta ubisho kukamatwa, mwanamama huyu alikuwa ameshaagiza kwamba Ghost auawe, na alikuwa anataka kushuhudia kuuawa kwa Ghost, tena kwa kumwagiwa mateso makali mno yenye hali ya juu. Mamake Ryan pamoja na vijana wake wanaomsaidia kutizama operesheni hiyo kwa njia ya mtandao waliendelea kutazama kinachofanyika, huku wanajeshi wake walikuwa wamewatuma kila mmoja akiwa na kamera ndogo begani mwake. Mbona mimi moyo wangu unakosa amani? Kwa nini mke wangu? Sifahamu, najisi tu sina amani. Lisa alizungumza kwa sauti nyororo huku akimtazama Ghost aliyekuwa amejilaza kitandani bila ya nguo. Kuwa na amani, na kama ni mtoto ataletwa tu. Ghafla mlango kafunguliwa kwa nguvu. Unaingiaje bila kubisha hodi? Ghost alizungumza kwa hasira huku akijifunika mwili wake. Akapewa pale taarifa kwa kuambiwa kuna kundi la wanajeshi wapo nje ya ngome, ukuta wa kwanza umevamia. Ghost alishtuka akasema nini? Akaambiwa ndio mheshimiwa, ndio hivyo, inabidi tuondoke haraka iwezekanavyo. Ghost hakujali kama yuko utupu, kwa haraka alishuka kitandani na kuvaa suruali yake. Aliwasha TV ya chumbani kwake iliyokuwa imeunganishwa na CCTV kamera za eneo zima. Kweli bana, aliona wanajeshi hao jinsi walivyokuwa wanawaua kimya kimya walinzi wake. Ghost akauliza, wametoka nchi gani hao? Mkuu, kwa sasa hatujui. Wameingia kwenye himaya yangu. Hebu hakikisheni kwamba hawatoki, na ikiwezekana waueni kwa droni za silaha. Umenielewa? Ndio mkuu. Unahitaji tuharibu na majengo yetu? Ulishai kuona duka la kuuza binadamu au kujenga binadamu? Hapana mkuu. Hivyo fanya nilichokuagiza. Sawa. Mlinzi huyo alitoka chumbani hapo, na Ghost akasogelea sanamu la kichwa cha ng'ombe kilichopo ukutani. Akaiminya jicho la kushoto ambalo kwa kulitazama huwezi kujua kama ni button, ila utaona tu ni kama urembo ama pambo. Njoo mke wangu. Ghost alizungumza huku akitazama mlango wa siri ukifunguka. Wow. Siku zote nakaa hapa, kumbe huu ni mlango. Ndio, ni mimi mwenyewe tu ndiye anayejua juu ya huu mlango. Kuna chochote cha kubeba? Hapana, inatakiwa tuondoke. Wakaingia ndani ya chumba hicho cha siri na mlango ukajifunga. Mke wangu, unajua kwa nini watu wananiita mimi Ghost? Hapana. Kwa sababu hapo awali mimi nilishakufa. Hivyo ni vyema nionekane nimekufa, ikanipa nguvu ya mimi kupambana na adui zangu nikiwa niko gizani. Ghost alikuwa anayezungumza hayo huku akishuka ngazi, na wakafika eneo la chini la ardhi ambapo kulikuwa kuna bahari. Nahitaji kuweza kuliondoa hili eneo kwenye ardhi ya dunia.
Na watu wako je? Wamenitumikia vya kutosha. Hivyo kwa sasa nahitaji tuishi maisha ya mimi na wewe, tukijipanga kumkabili adui yetu. Naam, Ghost alizungumza huku akiingia ndani ya submarine ndogo ambayo ipo eneo hilo. Funga mkanda. Ghost alizungumza huku akijifunga mkanda wa sita aliokuwa amekalia, na Lisa naye akajifunga mkanda. Eneo zima la ngome yangu nimelitega mabomu na hakuna mtu anayejua, hivyo nakwenda kulichangua vipande vipande. Jamani baby, mke wangu, ni lazima dunia iweze kujua kwamba tumekufa ili kujipanga upya. Nashukuru Mungu wewe umekubali kuwa na mimi. Ghost alizungumza huku akiwa anayawasha ile mabomu kupitia skrini ya inchi 10 iliyopo ndani ya submarine hiyo. Akaegesha pale kwa dakika 5 na kisha taratibu submarine hiyo ilianza kuondoka eneo hilo. Adui yangu amejipanga kuniangamiza, hivyo kabla kuniangamiza lazima nimfanye ajue nimekufa. Ghost alizungumza kwa sauti ya upole. Alizidisha kasi submarine yake na ilizidi kutokomea. Bwana, mlipuko mkubwa uliotokea ulimfanya mamake na Ryan atokwe na macho ya mshangao, huku akitazama jinsi eneo zima la ngome ya Ghost likiteketea katika mlipuko huo, huku vijana wake na vijana wa Ghost nao pia wakifia eneo hilo hilo. Mungu wangu, mamake na Ryan alishangaa huku macho yakimtoka. Kimetokea nini? Hata mimi sifahamu mkuu. Drone yetu ya juu inaonyesha kabisa ndo hali halisi kwa hivyo. Kila mtu amefariki mkuu. Ina maana na Ghost naye amefariki? Ndio mkuu, eneo zima limelipuka kama unavyoona. Mamake na Rani alitazama jinsi moto unavyoteketeza eneo hilo, eneo ambalo lilikuwa ni kama paradiso ya duniani. Mamake na Rani alimpigia simu kwanza mzee Max. Max? Ndio shemeji. Tumefanikiwa kumuua Ghost. Wewe usiniambie. Haki ya Mungu, japokuwa nimepoteza vijana wangu, ila eneo zima alilokuwa anaishi Ghost limelipuka. Eneo gani? Na kutumia linki utazame operation jinsi ilivyoanza hadi kuweza kuisha. Sawa sawa. Tayari hapo kijana wangu amekutumia. Nimeipata. Hebu acha kwanza niangalie. Sawa, ukishaiangalia nipatie maoni yako. Mzee Max alikata simu na kuanza kutazama video alizokuwa ametumiwa na mama yake Ryan. Bora hata amekufa sasa, Mzee Max alizungumza huku akinyanyuka kwenye kiti chake. Akafungua pale friji dogo iliyopo ofisini kwake na kisha akatoa chupa ya wine akaanza kunywa taratibu. Pumzika kwa amani rafiki yangu. Mzee Max aliendelea kunywa wine hiyo. Mlango kafunguliwa. Akaambiwa pale, mkuu, kuna taarifa inabidi uione. Alikuwa ni mshauri wake, alizungumza huku akiwasha TV. Max akauliza, ni taarifa gani hiyo? Aliwasha TV na kuweka channel ya Afrika Kusini. Waliona taarifa ya Ghost kuuawa, huku waandishi wakishutumu nchi mbili kwa kufanya mashambulizi ya anga kwa kushambulia ngome ya Ghost ndani ya Afrika Kusini bila idhini yao, huku nchi hizo ikiwa ni Tanzania pamoja na Marekani. Hivi hao na wazimu kweli kweli. Sasa sisi tumehusika wapi? Mzee Max alizungumza kwa hasira kidogo. Mshauri wake akamwambia inabidi tukanushe kabisa kuhusiana na hiyo taarifa, la sivyo vita zitakwenda kutuchafulia kimataifa. Hebu fanya mawasiliano na rais wa Afrika Kusini. Sawa. Mshauri wake ambaye ndiye katibu mkuu kiongozi alipiga simu katika ikulu ya Afrika Kusini, na kwa bahati nzuri alipata nafasi ya kuzungumza na rais. Mheshimiwa Rais, habari za huko Afrika Kusini? Salama kabisa. Habari za huko? Huko tunashukuru Mungu. Tumeona taarifa bwana kiongozi wetu aliyeondolewa madarakani kuuawa nchini kwako. Ni kweli, nimeagiza vyombo vya ulinzi kuchunguza tukio lenyewe. Ila kwa haraka ni kwamba hakujafanywa shambulizi la anga kwa sababu
anga letu lina ulinzi wa kutosha, na kama lingefanyika basi kwa kibali maalum. Oh, asante Mungu, kwa sababu unajua nilihitaji kujua hilo, kwa maana kwamba ninaona nchi yangu inahusishwa kwenye shambulizi ikiwa bado tuna msako wa nani wa kumtafuta yeye. Nimesikia na nitalifanyia kazi. Nipende kuomba radhi kwa hiyo taarifa na nitatoa ufafanuzi, kwa sababu sisi na nyinyi Tanzania ni ndugu, hivyo nisingependa kuona tunatofautishwa na jambo lolote baya litakaloweza kuleta madhara kwenye urafiki wetu. Basi mimi nashukuru sana Mheshimiwa Rais. Karibu sana bwana, na nitakupigia pale ripoti ya uchunguzi itakapoweza kukamilika. Asante sana, na uwe na jioni njema. Na uwe pia bwana. Naam, Mzee Max akakata simu. Mabomu ya ardhini. Mzee Max aliguna huku akili yake ikiwa inaamini kabisa ya kwamba Ghost amekufa, lakini upande mwingine haamini kama Ghost amekufa. Ryan, njoo. Nini Naima, mbona tunashitwana? Ryan alikurupuka kitandani, wakatoka mpaka sebuleni. Ghost ameshambuliwa na inasadikika amekufa. Kashambuliwa na nani? Wanadai ni Tanzania na Marekani wamehusika kwenye shambulizi la anga. Hiyo ni video juu. Ndio. Sasa wameshambulia watu wote wakifa eneo lile au? Yeah. Kulikuwa kuna haja gani ya kuwaua watu wasiokuwa na hatia ikiwa kuna watu wanaishi na familia zao? Ndivyo hata mwenye sijui. Sidhani kama shambulizi hili ni la nchi zilizotajwa. Kwa nini? Mpigie Mzee Max. Sawa. Huyu hapa kapokea, ongea naye. Naima alimpa simu Ryan. Mzee, shikamoo. Marhaba. Nimeona kusana na kifo cha Ghost. Ndio bwana, mama yako aliendesha operation ya kumuua. Mama? Ndio, mbona umeshangaa? Amna. Hebu ngoja kwanza nizungumze naye. Sawa. Ryan alikata simu kwa Mzee Ghost na kisha muda huo huo alimpigia simu mama yake. Mama, shikamoo. Marhaba mwanangu, naamini umesikia baba yako amefariki. Ndio, Mzee Max ameniambia kwamba wewe ulituma watu wako. Ni kweli? Una uhakika walifanikiwa kuweza kulipua eneo hilo la Ghost? Hapana, unajua iko hivi. Wakiwa katikati ya mapambano nilishtukia mlipuko mkubwa sana. Mlipuko wa eneo zima na vijana wangu wote walifia eneo hilo. Sasa inaonesha kuna watu walitegesha mabomu hilo eneo, au Marekani amehusika kwenye kushambulia kutokea baharini. Na mbaya zaidi alikuwa yuko na Lisa. Mimi nilitaka tu Lisa asidhurike. Bado haijaingia akilini hiyo mama. Unamaanisha? Hivi Ghost mnamchukulia je, ni kwamba anaweza kufa tu kizembe kwa namna hiyo jinsi story yako inavyoniambia? Kwa nini mwanangu? Kwanza ukae ukijua mama, Ghost anamiliki submarine kubwa na submarine ndogo zinazotembea chini ya bahari. Ndio mama. Submarine kubwa alikuja nayo Tanzania. Na sina taarifa kama alishawahi kuondoka nayo au ipo Tanzania. Ila submarine ndogo hiyo ni asiri ambayo ina uwezo wa kubeba watu 6. Niliona katika ofisi yake Afrika Kusini. Ila sijui ipo upande upi. Na kama mabomu yamelipuka watu wakiwa eneo hilo, basi mjue kabisa Ghost hajafa. Hapo sasa mwanangu unanifumbua macho. Ndio hivyo mama. Katika kitabu chake cha siri niliona eneo zima limetegeshwa mabomu yenye nguvu kubwa mno kwa chini ya ardhi. Hivyo hadi analipua eneo hilo, basi mjue alishatoroka. Ili awaaminishe kwamba amekufa, imembidi yeye alipue ile eneo lake. Babako ni katili sana. Kwa sasa ameua mpaka watu wake. Kama alitaka kuniua mimi mwanae, atashindwaje kuua watu wake ambao sio damu yake? Aise, hebu ngoja kwa nitume wachunguzi wakachunguze kila kona. Fanya hivyo mama, na ujipange kwenye hilo. Kwa nini? Unajua kwa nini mama? Akirudi jua tu atarudi kukuangamiza. Wakati huo ndio umeshinda vita. Ila kwa wakati mwingine basi ujue
mshindi atakuwa yeye. Nashukuru mwanangu, ujue nilishaanza kunywa mvinyo nikijua kwamba nimeshinda, nilitaka kufurahia. Kunywa sasa. Ili ukikamilisha upelelezi wako utajua kabisa upo kwenye hali gani. Sawa. Nashukuru sana Ryan mwanangu. Sawa mama. Ryan alikata simu na kisha akampigia simu Linda. Halo? Yaani mimi. Shemeji, umesikia taarifa ya baba? Ndio nimesikia. Nataka ufanye kitu kimoja. Kitu gani? Kuwa makini sana na mwanangu. Sawa shemeji. Au niseme sawa mume wangu. Nashukuru baadaye. Ndio umemaliza Linda hakumaliza kuzungumza, Ryan akakata simu. Karata ya kumpata Ghost au kujua kama Ghost yuko hai ni mtoto. Mtoto gani? Mtoto wangu mimi na Lisa. Ila kweli. Unajua sidhani kama Lisa atakubali kuishi bila mwanae. Hivi mtoto anaweza kuingizwa chip itakayokaa muda mrefu mwilini mwake? Ndio sijajua kwa kweli. Kwa sababu mimi sijai kufanya kwa mtoto. Hebu ngoja kwanza. Ryan alimpigia simu mzee Maxi. Ndio Ryan. Sasa nakusumbua mzee wangu. Hapana, hunisumbui kabisa. Sawa. Sasa mzee wangu nataka unisaidie kitu kimoja. Unajua Ghost hajafa. Wewe una uhakika gani Ryan? Katika eneo zima la makazi ya Ghost kulitegeshwa mabomu. Wewe umejuaje Ryan? Nimejua kutokana na kuona kitabu chake cha siri cha eneo zima la nyumba yake. Yaani amejilipua ili muamini ya kwamba amekufa. Najua Lisa hataweza kuishi mbali na mtoto. Mimi ninachokihitaji kwa sasa ni wewe mzee wangu kumwekea mtoto wangu chip ili siku akifanya chochote hususan kumteka ili umchukue, basi tutajua ni wapi alipo na kuanzia hapo tutajua ni wapi pa kumpata Ghost. Kwani kwa sasa anakwenda kukusanya nguvu na akirudi yatakuwa ni maumivu. Mzee Max kwanza alishusha pumzi taratibu huku akiwa haamini kile alichokuwa amekisikia. Ndio kweli huo, kikubwa ni kujiandaa mzee wangu. Sawa Ryan. Mimi nimekuelewa. Maoni yako sio ya kubezwa. Sawa mzee wangu. Je, mtaendesha msiba? Kisheria yule alikuwa ni rais wa hii nchi, basi nitatangaza siku 3 za maombolezo. Nyingi sana siku 3. Ila pia ni sawa kutokana na kwamba wafanyakazi na wanafunzi kidogo watafurahia. Sawa Ryan, mimi nashukuru sana. Asante sana mzee wangu. Hapo Ryan akakata simu. Unajua namuonea sana huruma mzee Max. Kwa nini? Hasa unajua kazi ya kuongoza nchi sio ile mama. Hulali, yani usingizi hautoki kabisa. Unajua kazi ya kuongoza nchi ni kazi ngumu sana. Ni sawa sana naweza nikafananisha na kazi ambayo anafanya jamaa fulani hivi anasimulia masimulizi anaitwa Uncle Jay. Kazi yake ni kusimulia simulizi. Lakini sio rahisi kama watu wanavyodhani. Kwamba mtu anafikiria tu kwamba simulizi lakini kazi ngumu mno. Kwanza ana rekodi. Na kwenye kurekodi kuna kukosea, lakini yeye anatakiwa rekodi airekebishe inyoke isionekane kwamba ina makosa. Lakini pia sometimes kazi anazozifanya za kusimulia muda mwingine waandishi wanazingua. Kazi zinakuwa ni mbovu lakini yeye Uncle Jay inabidi azirekebishe ili wale wasikilizaji wake wakisikiliza waone kitu kimenyoka. Akishamaliza kurekodi masaa, maana stories zake ni ndefu, inabidi edit. Akishaedit pale atengeneze video. Akishatengeneza video aipandishe. Akishaipandisha ndo sasa akawape watu wasikilize. Kwa ni kazi ngumu sana, lakini watu utakuwa tunalalamika simulizi ngoja. Ndio maana yule jamaa utakuta ikipita miezi 3-4 anaumwa kutokana na kazi ni nzito, kazi ni ngumu. Kwa hiyo hata yeye pia ameshakubaliana na kila kitu, inabidi tu akubali kwamba kuongoza nchi ni kazi ngumu sana. Kulala ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa sababu kila kitu kinakuangalia wewe. Kama hapa sasa hivi propaganda zimeshasambaa.
kwamba Tanzania imehusika kwenye shambulizi la anga. Kumbe Ghost amejilipua mwenyewe. Ila Ryan, yule babako unajua ni mkatili sana. Sio babangu yule. Babangu anawezaje kutembea na aliyekuwa mwanamke wangu? Okay. Mimi nazungumzia kwamba babako kwa sababu ni damu yake. Sio babangu mimi. Labda ungesema kwamba ni mtu ambaye tunashare mke. Mume mwenza labda. Ryan. Sawa, lakini nilichotaka niseme kwamba yule mzee ni mkatili sana. Yaani mpaka walinzi wake walikuwa wanampambania kwa kipindi chote amewaua. Ndio hivyo. Yaani kama Mungu tu. Unajua vijana wangu wa IT niliwaambia waondoke wiki iliyopita. Wameondoka. Wameshaondoka. Wana bahati sana. Sasa hivi ungekuwa mavubeni. Ndio hivyo, acha tu. Tunyuze tu vodka hapa mchezo wangu, maisha mengine endelee. Naima alizungumza huku Ryan akionekana kumimina pombe kali kwenye glasi na kuanza kunywa taratibu. Hello, Mother Russia. Ryan alizungumza kwa nguvu na kumfanya Ryan acheke mno. Mheshimiwa, Rais mstaafu Judy ameshafika. Mkaribisha ingie. Naam, huu ulikuwa ni upande ambao Mheshimiwa Rais anaonekana kumkaribisha Judy, na Judy aliingia ofisini kwa mzee Max, wakasalimiana pale kwa kupeana mikono. Unajua umerudi kuwa binti tena japo umri umeshakukimbia. Sina mawazo kwa sasa. Najilialia tu na vizoezi vya hapa na pale. Basi namshukuru Mungu kwa kweli. Hatujaonana toka ulipokuwa rais. Ni kweli ni kipindi kirefu kidogo. Sana. Zaidi ya kuonana tu kwenye TV. Ni kweli kabisa. Kwanza nikupatie pole kwa kumpoteza mkeo. Nashukuru sana pia, pole nawe kwa kumpoteza mume wako kipenzi. Asante sana. Unajua ni mipango tu ya Mungu. Ni kweli kabisa. Karibu kae. Nashukuru. Wakakaa kwenye sofa zilizopo ofisini hapo. Kwanza samahani sana kwa kukusumbua kukuita Ikulu bila kukupa taarifa kwa muda mrefu. Unajua ni mpumbavu tu pekee ambaye ataitwa Ikulu na kukataa kwenda Ikulu, hususani unaitwa na rais kama wewe ambaye kwanza ulikuwa chini yangu, nimefanya kazi na wewe, leo umekuwa ni bosi wetu. Hivyo ndo maisha. Ninakujua na unanijua. Tambo za kisiasa hazikututofautisha. Lakini pia una tofauti mkubwa sana wewe na mwenzako aliondoka. Katika maisha kila kitu huja kwa wakati wake. Japo changamoto huwa ni nyingi, ila Mungu pekee ndiye anayejua. Ni kweli, kwa sababu urais wako umekuja kama urais wangu. Ni kweli. Ndio mheshimiwa, nakusikiliza. Natambua kwamba mimi na wewe sote tulisimama majukwani kutangaza ilani za vyama vyetu vilivyotuchagua kupeperusha bendera ya nchi hii. Jambo ambalo ninalihitaji unisaidie kwenye nyakati hizi. Nahitaji kukuteua uwe mshauri wangu wa mambo yote ya kwa ujumla. Mimi najua wewe Judy una uzoefu. Umefanya kazi na Rais Edi. Ukafanya kazi wewe kama wewe. Na uligombania tena kuwa rais. Ila kwa bahati mbaya kura hazikutosha. Ni bahati ese. Au ni nafasi ambayo kusema ule kweli, nikisema hapana nitaonekana ni mmoja wa watu wasioipenda hii nchi kabisa. Kiukweli niseme tu, niko tayari kuifanya hiyo kazi. Tena kwa nguvu zangu zote. Sina mume. Mtoto na maisha yake. Kwa huu umri niliobakisha mheshimiwa, nikwambie tu nitautumia kwa ajili ya kulitumikia hili taifa. Kwanza ni kushukuru sana. Japo nilikuwa kwenye ngazi ya usalama, ila kuna baadhi ya mambo ya uongozi huku juu siwezi kuyafanya mimi mwenyewe. Ukiangalia ndani ya majeshi yetu, nidhamu imeshuka,
rushwa, ubadhirifu wa mali za umma, yani mambo yamekuwa ni mengi. Usijali mheshimiwa. Kikubwa tunaipambania Tanzania yetu. Tukiweka misingi mizuri, kila jambo litarudi kwenye mstari kama kipindi kile. Ila tujiandae na kupigwa vita. Naelewa Judy. Kiongozi yote atakayepambania hii nchi, basi tambua tu kuna watu wanaitwa Scorpion ambao wananufaika na uozo wao waliopandikiza kwa watendaji wengi tu wa kiserikali. Basi tujue tunakwenda kupata maumivu makali na mazito kutoka kwao. Tena inabidi tuongee vizuri kuhusiana na House Scorpion. Kwa sababu kama waliweza kuiangusha serikali ya Rais Edi, ikaja serikali uliyoiongoza wewe, basi hawa Scorpion sio watu wa mchezo. Najua kwamba unafahamu kwamba Katha ndio kiongozi wao. Ya hilo nafahamu. Vita yake na mumewe hivi ile imeishia wapi? Ngoja nikuoneshe kitu mkuu. Judy alitoa simu na kisha akamuonesha mzee Max picha za Edi akila maisha na mkewe. Edi anahisi ya kwamba mimi sijui kinachoendelea, ila najua ya kwamba wamerudiana na mwanamke wake. Ila inaonesha wanafurahia kuteswa kwangu mimi na kuumizwa kwangu mimi na Katha. Nimekaa kizuizini nikipata mateso. Nimempoteza mume wangu kwa ajili ya Katha, mtu niliamini na kudhani anaweza kunisaidia na niko pamoja naye. Kwenye hili sasa hivi anaponda raha na adui yangu. Imeniumiza kwa kiwango kikubwa sana mzee wangu. Judy alizungumza huko machozi akimlengalenga. Kwa hiyo unataka umfanyaje huyo Katha? Nataka kuvunja mfumo mzima wa Scorpion. Kila mhusika wa hiko chama, sijui kidude gani sijui, aondoke kabisa kwenye ardhi ya hii nchi, na ikiwezekana duniani kote. Mimi naamini unatambua mtoto wao Nadia ndio kiongozi wa sasa. Nalijua hilo. Naye yupo kwenye huu mkumbo. Sawa, ila mimi na ushauri kama utojali. Zungumza tu mheshimiwa. Kwa sasa usimguse yoyote. Tuna miaka 5 mbele ya kujijenga, kukusanya nguvu sasa hivi. Japo sijui Mungu atatupatia miaka mingapi ya kuishi, ila unaweza kujipanga vizuri. Baada ya miaka 5 mimi naacha madaraka. Utakuwa na nguvu kubwa sana kupambana na hilo genge. Najua adhima kubwa ya wewe kugombania urais ni huyo Katha. Jipange ili hiko kisasi chako kisikushinde nguvu pale utakapoamua kukilipa. Kwa sababu Edi hataruhusu umshike mke wake, wala hataruhusu umuue mtoto wake. Nini kitakwenda kutokea hapo kama sio ugomvi wa marafiki wawili? Mwisho wa siku mtauana. Kwa mimi ushauri wangu ni huo. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa ushauri wako. Na ni kuahidi tu ya kwamba nitaufanyia kazi kiukamilifu. Mimi nashukuru kwa sababu usipofanyia kazi ushauri huo, utajikuta unapoteza hata nafasi ya kuwa rais pale nitakapoweza kuondoka kwenye hiki kiti. Ina maana kwamba wewe Mheshimiwa Rais hugombani tena urais baada ya miaka 5, si ndio? Hapo mzee Max alisimama, alitembea taratibu mpaka dirishani. Sitogombania tena kwa sababu maisha yangu karibia yote nimekuwa nikiishi kulitumikia hili taifa toka nikiwa nina umri wa miaka 20 nilipoingia jeshini. Huku mwishoni watu waliamua kuweza kunitoa kwa ajenda zao binafsi. Ila mwisho wa siku nimerudi na kukaa kwenye hiki kiti. Inaashiria Mungu alikuwa na makusudi yake kunirudisha kwenye nchi. Hivyo nikimaliza miaka hii, basi nitakaa pembeni kupisha mawazo mapya. Nimekuelewa mheshimiwa. Niko tayari kuanza kazi hata sasa hivi. Kweli?
Haki ya Mungu. Sawa, mimi nashukuru Judy. Tuna hili lililopo mbele yetu. Ghost nyumba yake ilishambuliwa na ikalipuliwa. Tukaamini amefariki, yeye pamoja na mkewe. Ila ukweli ni kwamba alitoroshwa ndani ya hii nchi, alitoroshwa na akakimbilia sehemu anazozijua yeye mwenyewe. Muda mfupi leo nilipata ripoti ya kwamba yuko Afrika Kusini, na nilipokuwa ninajiandaa kuunda timu, eneo zima la makazi yake likalipuka, na kinachoendelea ni kuwa sisi na Wamarekani tumehusishwa kwenye shambulizi la anga. Ila ukweli nilopata kutoka kwa Ryan ni kwamba eneo zima la nchi ya ardhi katika nyumba ya Ghost kulikuwa kuna mabomu, kitu ambacho hata mimi mwenyewe sasa niliyekuwa mtu wake wa karibu sikuweza kukifahamu. Hebu ngoja kwanza nikukatishe mheshimiwa. Ndio. Alikimbiaje ndani ya nchi? Hapo ndipo pa kuanzia, kwa sababu haiwezekani akatoka ikiwa kulikuwa kuna vizuizi kila kona ya nchi. Ya, ni kweli. Lazima kuna watu watakuwa wamemsaidia waliopo ngazi za juu kabisa kwenye nchi. Yule ni rafiki yako. Je, wewe umemsaidia? Hapana. Makamu wako je? Sidhani kama naweza kumsaidia. Waziri wako mkuu, katibu mkuu kiongozi, IGP, CDF na wenzao wote wakuu wa majeshi? Hapo siwezi kusema hawawezi au wanaweza, kwa sababu kuna baadhi aliwaahidi kubaki kwenye nafasi zao nyakati za uchaguzi, na wengine waliteuliwa na Ghost. Basi kama aliwateua na wengi wao bado wanaendelea kufanya kazi, basi watakuwa wako pamoja naye. Upelelezi wetu uanze kwa viongozi hao waliopo chini yako wewe. Sasa tutawajuaje? Ni rahisi tu. Tufuatilie mazungumzo ya simu, na ikiwezekana tuweze kuangalia voice match, kwa sababu anaweza kutumia laini ya siri na sauti. Watu tunaweza kuigana ila haiwezi kufanana. Hapo umeongea kitu cha msingi sana. Hii operation yako inabidi uifanye na watu unaowaamini, kwa sababu ukitumia hawa ulowakuta, ulowarithi kutoka kwa Ghost, itakuwa ni sawa na kuchota maji na chujio, hutaweza kufanikiwa. Sasa watu ninaowaamini wako nje ya nchi. Ryan na Naima, si ndio? Ndio. Popote Naima anaweza kuifanya hiyo kazi. Wewe kumbe unamjua Naima? Sana tu. Wamenisaidia kwenye baadhi ya mambo. Hebu ngoja kwanza. Hapo mzee Max alitoa simu yake na kumpigia Naima kwa video call. Naima. Mzee wangu. Poleni bwana, nawasumbua sana. Wala hutusumbui, ni kijana wako tu. Muangalie. Naima akageuza kamera ya simu na kumonyesha Ryan akiwa amelala chini, akiwa amelala chakari. Alihisi vodka nikaivanti. Kazi guida wewe, saizi gari limekata moto. Sasa Naima, bwana mimi na kazi yangu, nahitaji unisaidie. Bila shaka mzee wangu. Sidhani kama una muda. Muda ninao. Au na wewe umepiga vitu? Hapana. Sasa nahitaji unipatie rekodi za viongozi wangu, kuanzia waziri mkuu, mshauri wangu, wakuu wa majeshi, kwa sababu mmoja wao atakuwa amehusika na kumtorosha Ghost. Kama atakuwa anatumia simu nyingine, nisaidie kumjua mhusika. Sawa, nipe dakika 10 au 15. Yaani hizo dakika ndio itakuwa tayari? Ndio, mbona unashangaa mzee wangu? Na kuamini. Usijari. Naima alikata simu na kumtazama Ryan aliyekuwa na koroma. Alianza kupitia namba moja baada nyingine viongozi wote wenye uwezo wa kukutana na rais kwa haraka kuliko viongozi wa ngazi za chini. Hamna. Naima alizungumza huku akitazama viongozi hao. Hivi ni waziri gani mwingine anaweza kutoa amri kwa wanajeshi? Waziri wa ulinzi. Ryan alijibu na kugeukia upande wa pili wa coach. Mimi nikajua umelala. Una wazimu wewe. Nimekuona tu ulivyokuwa unaniuza kwa mzee Max. Sio kila anayekoroma amelala, wengine tunajegesha tu. Halafu kweli, ngoja nicheki mawasiliano wa waziri wa ulinzi.
Naima aliingia kwenye mfumo wa kusikiliza mawasiliano yaliyoingia katika simu ya waziri wa ulinzi. Alijikuta kitabasamu. Wow. Vipi? Sikiliza. Naima alitoa mfumo wa kusikiliza kwa earphone na kisha akaweka speaker za laptop yake. Ryan akapata kusikia mazungumzo hayo. Jamaa mshenzi kweli kweli kumbe. Ryan alikaa kitako kana kwamba hana pomba yote ile kichwani mwake. Watu kama hao husababisha majanga ya nchi kwa tamaa zao. Hapo usemembewa akaunti yake itacheka. Hebu cheki akaunti zake. Sawa. Ziwe na majina yake, majina ya wazazi wake au watoto wake. Zicheki zote. Sawa. Naima alianza kukagua akaunti za waziri wa ulinzi. Kuna hii akaunti yake iko Sweden, juzi usiku imeingizwa kiasi cha dola milioni 5. Kutoka kwa nani? Haijaonyesha. Mpigie mzee Max. Naima alipiga simu hiyo kwa video call na kisha kampa Ryan. Wewe kijana, wewe si nimekuona umelewa. Ndio. Ila unajua nilishapita mafunzo ya ulevi kama jasusi, hata unywe kiwango gani cha pombe. Linapokuja swala kazi kila kitu kinakatika kabisa. Ongera, nipe ripoti. Nimekutumia kwenye simu yako mzee ushahidi kuanzia wa sauti mpaka malipo yaliyofanyika kwenye akaunti husika. Nashukuru sana, hebu acha nilifanyie kazi. Mzee Max, huyo mtu ni kumshika ndani na sio kumwachia tu kiolela, kwani yeye ndiye atasababisha maafa. Sawa, nashukuru. Mzee Max akakata simu ya kuyasikiliza mazungumzo ya Ghost na waziri wa ulinzi na kumfanya yeye na Judy wote kushosha pumzi, kwani maamuzi ya mtu mmoja na kuwaamrisha waliopo chini yake kumepelekea nchi kuingia kwenye skendo mbaya inayoifanya nchi kuzungumzwa vibaya na vyombo vya habari vya kusini mwa Afrika kwa kile kilichokuwa kimemtokea Ghost. Kutengua uteuzi wake kwa kumtangaza tu haitoshi. Inabidi akamatwe na kuletwa hapa Ikulu kwa mahojiano ya kina. Wazo zuri, Judy. Mzee Max alitoa agizo kwa walinzi wake na kuagiza popote alipo waziri wa ulinzi awekwe chini ya ulinzi na kufikishwa ofisini kwake haraka iwezekanavyo. Na agizo hilo kweli lilianza kufanywa kazi, na jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba walimpata katika viwanja vya bunge. Habari yako mheshimiwa? Salama, niwasaidie nini? Unahitajika Ikulu. Rais anahitaji kukuona. Sasa mkimfuata mtu inabidi mjitambulishe. Hamwezi tu kuniambia kwamba unahitajika pasipo taratibu. Wewe unakujaje kuniambia tunahitajika Ikulu? Kiongozi wa walinzi hao wanne wa rais alitoa kitambulisho na kumwonyesha. Ingia ndani ya gari. Mimi na gari yangu bwana. Mzee, tunajua una gari lako, na ndio maana tumekuja kukuchukua. Ingia ndani ya gari. Kiongozi huyo wa walinzi wa rais alimtazama kwa sekunde kadhaa. Kiongozi huyo ilibidi tu aseme tu sawa. Alimpatia dereva wake briefcase na kisha yeye akaingia katika gari mojawapo la Ikulu walilokuwa wamekuja nalo walinzi hao na wakaondoka. Tunaomba simu. Mbona mnazungumza kama vile mmenikamata? Mnajua mimi ni nani? Tunajua ndio, na ndio maana tuje kukosea. Tunahitaji simu zako. Aliwatazama vijana hao na kisha alitoa simu mfukoni na akawakabidhi, huku gari hizo zikiwa zinaendeshwa kwa mwendo wa kasi, huku zikiwa zimewasha ving'ora vya kuashiria kwamba gari nyingine zipishe njiani. Ndani ya muda mfupi alifikishwa Ikulu na moja kwa moja akapelekwa hadi katika chumba cha mahojiano. Haukupita muda mrefu, Judy aliingia chumba cha mahojiano huku akiwa na simu mkononi mwake. Rais Max aliingia katika chumba cha pili kilichotenganishwa na kioo ambacho watu waliopo ndani ya chumba hicho cha mahojiano hawawezi kuwaona watu wa upande wa pili. Kaeni tu, Mzee Max alizungumza baada ya watu wanaofanya kazi ndani ya chumba hicho kusimama. Sasa kwenye hiki chumba cha mahojiano, chumba cha pili, mwanamama Judy kwanza alimsalimia. Habari yako? Salama tu mheshimiwa rais mstaafu. Na mimi utakuwa unajiuliza ni kwa nini niko hapa au kwa nini wewe uko hapa, si ndio? Ndio ni kweli. Tusipoteze muda.
Judy aliweka audio mazungumzo ya waziri wa ulinzi pamoja na Ghost na kumfanya waziri huyu wa ulinzi ashtuke sana, huku jasho likianza kummwagika. Na imani kwamba sasa utakuwa umeshaelewa kwa nini uko hapa. Na kwenye akaunti yako hii uliingiziwa kiwango hiki cha pesa, si ndio? Mwanamama Judy alizungumza huku akimwonyesha taarifa za benki na kumfanya waziri wa ulinzi ashindwe kabisa kujibu tuhuma hizo. Nashukuru kwa muda wako. Judy alisimama na akatoka ndani hapo. Mzee Max aliingia ndani ya hiko chumba na kumfanya waziri wa ulinzi kuzidi kujawa na hofu. Nilitamani kwenye nafasi niliyokuwa nayo nifanye kazi na watendaji wangu wote pasipo kuwabadilisha wala kuwakuta na makosa kama haya. Mimi na Ghost ni marafiki wa kipindi kirefu, ila hata siku moja sikuwahi kukubaliana naye kwenye uvunjaji wa sheria wa ubadhirifu wa mali za umma. Hivyo na kuvua waziri wako wa ulinzi, chama kitakuvua ubunge na mamlaka za kisheria zitafuata mkondo wake. Nashukuru kwa utumishi wako. Mheshimiwa Rais, naomba unisamehe. Mimi sina tatizo na wewe, ila ulichofanya ni ulaji wa rushwa, na hilo lori hatujui lilimbeba yeye mwenyewe au lilibeba na magaidi walioendesha operation hiyo. Kwa mimi nikutakia maisha mapya ulioamua kuweza kujichagulia. Mzee Max alitoka ndani ya hiko chumba cha mahojiano na kuelekea ofisini, huku akiwa ameongozana na washauri wake wawili. Mheshimiwa, inabidi uhutubie taifa, sababu baadhi ya watu wanasema Ghost amekufa, wengine wanasema hajafa, hivyo watu wamebaki njia panda. Mheshimiwa Rais, mimi sidhani kama ni wazo zuri kutangaza kifo au kutangaza siku za maombolezo kwa mtu ambaye hatujui kama amekufa kweli au hajafa. Sasa hivi hebu tusirudie makosa yaliyotokea kwangu au kwa Rais Edi. Huko mbele ni nchi itaonekana ni nchi ya michongo. Alichokizungumza Judy ni sahihi. Nchi haiwezi kufuatisha tu taarifa za vyombo vya habari, na istoshi ni rais mstaafu na alishaondolewa madarakani na ilikuwa inasubiri tu upelelezi kukamilika. Sawa, sasa wananchi tutawaeleza nini mkuu? Katibu mkuu kiongozi aliuliza hilo swali. Mheshimiwa, ingekuwa ni jambo zuri endapo kama ungewaeleza kwamba tunafanya uchunguzi wa tukio lililotokea na kuelezea hali halisi ya tukio zima lilivyotokea. Judy alizungumza hivyo huku akimtazama mzee Max usoni mwake. Hebu niandalie matangazo ya moja kwa moja. Sawa, mheshimiwa. Katibu mkuu kiongozi alitoka ofisini kwa mzee Max. Huyu katibu mkuu anaonekana hajaridhika na ushauri wako Judy. Kikubwa upime na kuamua ni kipi kilicho bora wewe kama rais. Sawa. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili tunapata kumwona Ghost akiwa anashuka ndani ya submarine. Lisa akawa anasema, mume wangu, hapa ni wapi? Hichi ni kisiwa changu. Nilikinunua miaka 10. Nikaweka makazi yangu ya siri, endapo chochote kitatokea watu hawataweza kujua. Sawa. Na hawa unawaona waliotupokea ni wanajeshi wangu wanaolinda hiki kisiwa kwa miaka yote hiyo. Huwa ninakuja kukitembelea mara moja. Kweli wakakaribishwa na mkuu wa wanajeshi wake hao. Mkuu, poleni kwa kila kitu. Nashukuru sana. Mipango ya hapa iko vipi? Mkuu, mipango inakwenda vizuri na tunashukuru Mungu wanajeshi wameongezeka. Kwa sasa wako wanajeshi wangapi? Tuna jeshi la watu 2000. Safi sana. Je, mmewajua kama ni watu wetu au ni wapelelezi? Ni watu wetu mkuu. Sawa. Tuna njaa sana. Hebu tuandalie kwanza chakula. Sawa mkuu. Ghost na mke wake
Wakaandaliwa pale chakula, na kutokana na njaa iliyokuwa imewakamata walikula haraka haraka, huku kila mmoja akijitahidi pale kupoza njaa hiyo alionayo. Hapa sasa nipo vizuri, Ghost alizungumza huku akiona beua. Kuna taarifa yote kutoka nchini Tanzania? Bado hawajatangaza chochote mkuu. Maskini, wanaonekana bado wanaendelea kunitafuta. Ila kuna habari za ndani zimepatikana mkuu. Zinasemaje? Wamemkamata waziri wa ulinzi na wamegundua kwamba alikusaidia kutoroka ndani ya nchi ya Tanzania. Yule hajui chochote kuhusiana na wapi tulipo. Si ndio? Ndio mkuu, hajui chochote. Basi sawa, mimi nitafanya maamuzi mengine. Kwa sasa tunahitaji kwanza kuoga na kisha tupumzike, maana tumechoka sana. Kila kitu kiko sawa mkuu. Ghost na mke wake waliingia ndani hiko chumba. Baby, hiki chumba mbona kama kile cha Afrika Kusini? Mimi ngome zangu zote 3 nimezijenga kwa muundo mmoja. Hivyo zinafanana kwa kila kitu kasoro vitu vya ndani, ila kimajengo kila kitu kiko sawa. Na hii ni ngome ya ngapi? Hii ngome ya 2 na kuna ngome nyingine ya 3 nitakuonyesha mke wangu. Sawa mume wangu. Waliingia bafuni na kuoga kwa pamoja, huku akiona furaha kuwa wako huru. Jamani, Lisa anajiachia. Kama sio yule wa Ryan. Ni nini utamfanyia mke wako wa zamani? Lisa aliuliza huku akiwa amemkumbatia Ghost. Mpango wangu ni mdogo sana, ila utamwendesha na kumfanya pagawe. Ni upi huo baby? Ngoja nikae na hawa wanajeshi wangu wanipatie mwongozo wa upelelezi uliofanya, na kisha baada ya hapo tutafanya maamuzi. Sawa mume wangu, ila mtoto wangu unajua bado ni mchanga. Ni kweli kabisa, ila kutokana na kwamba yuko mikononi mwa Linda ambaye ni mdogo wako, nina imani ya kwamba atakuwa vizuri, kwa sababu tumwache ili watu sahau kabisa, na baada ya hapo tutamchukua na kuishi naye tukishatengeneza nguvu ambayo tutahitaji. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Wakatoka bafuni. Ghost aliwasha TV na kuanza kutazama taarifa zinazoendelea hususan nchini Tanzania. Ghost aliwasha kweli TV na kuanza kutazama taarifa inayorushwa muda huo na Mzee Max. Mzee Max alionekana kuwa anatangaza pale kwa kusema, ndugu wa Tanzania, wengi wenu mmekuwa katika wakati mgumu, wakati wa kujiuliza ni nini kimetokea kwa aliyekuwa rais aliyepita madarakani. Taarifa zinazorushwa kwenye vyombo vya habari vya nchi Afrika Kusini vinavyotushutumu kwa shambulizi kwenye ngome au eneo alipokuwa rais aliyepita almaarufu kwa jina la Ghost, taarifa hiyo ni ya uongo. Hatujahusika kabisa na shambulizi hilo na wala hatujui ni nani aliyehusika. Lakini tulichoweza kugundua au kuhusiana na nyumba aliyokuwa anaishi rais mstaafu bwana Ghost iliyokuwepo maeneo Majoe jijini Dar es Salaam, kuvamiwa na magaidi wa kundi ambalo hadi sasa hivi upelelezi wetu unaendelea kufanyika. Nyumba ile walilipua ili kufuta ushahidi. Na nashukuru vyombo vyetu vya ulinzi viliendelea kufanya jitihada zote za kuhakikisha tunawakamata wahalifu waliohusika kwa shambulizi hilo, kwa sababu tukiwa kama serikali tuna jukumu la kumlinda kiongozi huyo hadi pale shutuma zilizowekwa katika vyombo vya habari vya magharibi kukamilika na taratibu za kisheria zilikuwa zinakwenda kuchukuliwa dhidi yake. Kwa jitihada zetu kama serikali za kumtafuta ziliingia dosari iliyosababishwa na waziri wa ulinzi ambaye kwa kusaidiana na Ghost wakiwa na watu wao katika lori lililokuwa na matunda, ambapo walijificha ndani ya kontena 2 zilizokuwa na matunda hayo. Waziri wa ulinzi alitoa amri ya gari hilo kutokupekuliwa kwa ahadi aliyopewa na Ghost ya kwamba atafurahishwa na kile ambacho atakifanya. Hivyo kwa mamlaka alionayo waziri wa ulinzi aliamrisha gari hizo kutokukaguliwa kwenye vizuizi vyote ambavyo tulikuwa tumeviweka, kitu ambacho kilipelekea Ghost na watu wake kuondoka nchini Tanzania. Tukiwa kama nchi hatukuweza kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea katika muda ambao Ghost alitoroka, kwa sababu upelelezi ulifanyika. Na picha tulizozipata muda mchache kabla mlipuko katika ngome yake zilionyesha akiwa eneo hilo, ila ukweli ni kwamba hatuna uhakika kama ni marehemu au yuhai.
Tunachojaribu kufanya kama serikali ni kuhakikisha tunashirikiana na ndugu zetu wa Afrika Kusini na kuwaomba tusaidie katika kuhakikisha kwamba kwenye kila maiti itakayokutwa eneo la tukio itapimwa DNA yake pamoja na mkewe. Hivyo kama tukipata vipimo sahihi, basi tutajua kwamba Rais Ghost na mkewe Risa ni marehemu. Ila tusipopata uthibitisho huo, basi imani zetu zitaendelea kuamini kwamba Ghost bado yuko hai. Hivyo kwa sasa ningependa kuwaomba wananchi wote kutulia na kuacha vyombo vyetu vya nchi vishirikiane na vyombo vya Afrika Kusini kuweza kujua ni nani na nini kinachoendelea. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naam, matangazo hayo yakaishia hapo. Baby, mbona kama Max anataka kutuharibia? Ninajaribu kuwaza ni nani aliyowapa uthibitisho kwamba mimi nitakuwa sipo eneo hilo. Kuna mtu yote ambaye ulishawahi kumweleza juu ya njia yako ya siri? Hapana. Hata Max mwenyewe tu atambui. Sasa itakuwaje mume wangu, kwa maana kwamba kimbi yetu yote nitakuwa ni sawa tu na bure? Acha kwanza niwaze. Ghost alionekana kushosha pumzi taratibu. Ni mtu mmoja tunamuhisi. Ni nani? Ryan. Ryan amejuaje? Kipindi Ryan ametoka mafunzoni na mara ya kwanza tu kukutana naye, nilimpa uhuru sana wa kuingia katika chumba changu na kuitumia ofisi yangu. Nilishai kukikuta kitabu changu cha siri kikiwa kimewekwa tofauti na nilivyokuwa nimekiweka. Hivyo kama alikisoma, basi amejua uwepo wa sisi kutoroka. Ni hatari. Sio sana. Kwa nini? Hataweza kujua uelekeo wetu ni wapi tulipo, kwa sababu kile kitabu kinaonyesha tu mifumo ya ujenzi wa nyumba ile na sio wapi tulipokuwepo sasa hivi. Sawa mume wangu. Acha nikafanye kikao na wanajeshi wangu. Sawa. Ghost alivaa nguo alizozikuta kabatini. Alitoka ndani hapo na akawakuta viongozi 6 wa ngazi za juu wa jeshi lake hilo wakiwa wameshaka katika ofisi wanayofanyia mikutano. Walisimama na kumpa saluti Ghost. Ndio kikao sasa kianze. Mheshimiwa, tumeweza kupata taarifa za wapi alipokuwa mkeo aliyepita. Niambieni. Ghost pale akakabidhiwa picha na akaanza kuzitazama picha hizo moja baada nyingine, zikimwonyesha Mama Ryan akiwa maeneo mbalimbali ya nchi ya Japan. Hili ni jengo la nini? Hiyo ni hospitali yake anayoimiliki mkuu. Ndio hospitali bora kwa bara la Asia kwa sasa na inasifika kwa kutibu wagonjwa wa saratani, na yeye ndiye mkaguzi mkuu. Yeye ndio. Na kitu kingine nimegundua kwamba anashirikiana na mataifa makubwa kama Marekani, Russia, Uingereza na Japan yenyewe, China, North Korea katika kuunda majasusi wake ambao wamesambaa karibia dunia nzima na katika makundi yote ya kigaidi. Aise? Hizo ndo nchi ambazo hutumia majasusi wake kufanya operation ambazo hawatamani au hawataki kujulikana kama wao ndio wamehusika kama nchi. Tunamuingiaje sasa huyu? Huyu kumuingia mheshimiwa hatujajua, kwa sababu hatujaona eneo lake la udhaifu. Hakuna binadamu asiyekuwa na udhaifu. Ni lazima tu atakuwa na udhaifu, na udhaifu wake ni Ryan, kwa sababu matatizo yameanza pale tu nilipomoa mke wa mwanae. Hivyo nahitaji nguvu kuwa kubwa sana ielekezwe kumsaka Ryan. Na akishapatikana huyo Ryan, basi nitamfanya mama yake kukubaliana na mimi chochote nitakachoamua yeye afanye. Chochote nitakachomwamrisha mama yake atakifanya endapo tu nikimkamata Ryan. Ghost alizungumza kwa msisitizo, yani kana kwamba hatambui ugumu gani ameupitia katika kumsaka Ryan, ambaye mwisho wa siku alikubali tu kwamba ameshindwa vita na mwanae. Sasa anataka kuliamsha tena kwa mara nyingine. Anataka kumrudisha Ryan katika mapigano yake. Ataweza huyu mzee kweli? Mkuu, una uhakika na hilo? Uhakika wa nini? Ya kwamba wanataka kumkamata Ryan? Ndio, nacho kizungumza niko sahihi na uhakika nacho. Sawa mheshimiwa. Mimi nitatuma vijana kupeleleza na kujua Ryan anapatikana wapi. Itakuwa ni vizuri. Na mkishajua ni wapi anapatikana, hebu hakikisheni kwamba mnanipatia jibu la haraka iwezekanavyo. Sawa mheshimiwa. Ghost alisimama na kutoka ndani hapo.
Vipi Ryan, mbona unaguna? Unajua kumtangaza Ghost ya kwamba amekufa au hajakufa ni jambo litakalomfanya azidi kujificha. Naam, Ryan alizungumza huku akimtazama Naima usoni mwake. Ila ngoja tuangalie nini kitakachoweza kutokea. Kikubwa ni kuwa makini tu kwa kila kitu. Nahisi Ghost kwa sasa atakuwa anatafuta udhaifu wa mama. Kwa nini? Anatambua adui aliyemtoa madarakani ni mamangu. Hivyo ni lazima atatafuta tu udhaifu. Kwani udhaifu wa mamako ni nini? Sijui, labda ngoja nimpigie. Ryan alimpigia simu mama yake. Mwanangu, niambie. Umefikia wapi kwenye kumtafuta Ghost mama? Bado vijana wangu wanamsaka. Vipi, kuna lolote jipya kwani? Jipya ni ujipange, kwa sababu kwa namna yoyote ile ni lazima atatakuwa na kusaka wewe. Na kisha kusaka wewe maana yake ni kwamba atakutafuta udhaifu wako. Udhaifu wangu kimajeshi au? Mbona udhaifu mimi sina? Sio kijeshi mama, udhaifu wako ni upi kwani? Labda akuteke wewe. Mimi najua hawezi kuniteka kwa sababu muziki wangu mimi anaujua. Usijiaminishe sana, kwa sababu hata alipohitaji kuweza kupatana na wewe alihitaji kuweza kukusoma, na mwisho wa siku alikuchukulia mke wako ukiwa unashangaa tu. Kwa mama unanishauri nini? Kuwa makini tu. Hakikisha kwamba hujiweki kwenye mazingira yatakayokuletea shida, kwa sababu akikupata wewe mimi nimekwisha mwanangu. Si unakuwa na roho ngumu tu mama, unaacha tu aniue. Hivyo uchungu wa mtoto unaujua wewe? Mbona Ghost hujui? Huyo ni shetani, hana roho ya kibinadamu yule. Sawa mama, kikubwa tuwe makini. Haya, lini mnakuja Japan? Tutakufahamisha mama. Mimi niwatakie siku njema na msalimie Naima. Zimefika. Ryan alionekana kukata simu. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili pia. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa mwanamama Katha alionekana kumuita Eddie kwa kumuita Hani. Niambie mke wangu. Hivi una habari kweli? Habari gani? Rafiki yako ameteuliwa kuwa mshauri wa Rais Max. Kuna watu wangu mimi wamenipatia habari hizo na kusema ni za uhakika. Kweli? Ndio. Ameomba au ameteuliwa na Max? Hawajanieleza mchakato ulivyokuwa. Ilo alichokisema ni kuteuliwa kwake, na kazi yake ni kumshauri Mheshimiwa Rais, na hata hotuba aliyoitoa kuhusiana na Ghost ni yeye ndiye alishauri. Unajua Judy bado anaisaka nguvu ya kukusaka wewe. Sasa mambo yametokea, siwezi kurudisha muda nyuma. Acha nizungumze na Judy kwa herufi kubwa sana, anaweza akanielewa. Una uhakika? Najaribu ila sina uhakika. Sawa, jaribu mme wangu. Kweli Eddie alimpigia simu mwanamama Judy kwa mfumo wa video call, na kwa bahati nzuri simu ilipokelewa. Hey Judy. Nakusikia. Una muda tunaweza tukaongea? Sawa, zungumza. Judy, inaonekana hauko sawa. Kwa nini Eddie? Siku zote unapozungumza na mimi unakuwa na uchangamfu fulani, lakini leo upo kama mgonjwa. Eddie, kama umenipigia simu kujua hali yangu ya uchangamfu au sio uchangamfu, sidhani kama ni sahihi kuweza kuendelea kuzungumza na wewe. Okay, sasa naomba tuongee kidogo. Eddie, umeshaniomba, mbona unajishtukia? Jua tu ya kwamba ninajua kwamba umesharudiana na huyo Katha wako ambaye ameniulia mimi mume wangu. Sasa hivi wewe ndio umeamua kurudiana naye kufurahia maisha yenu, si ndio? Haiko hivyo. Haiko hivyo nini Eddie? Unajua nilikuamini kwa maisha yangu yote. Nilikuwa nakuona ni zaidi ya ndugu kwangu. Kumbuka tulipotoka Eddie. Tuliyoyafanya na tuliyoyajenga tukiwa tuko pamoja. Ila mwisho wa siku ni nini ulichoweza kunifanyia? Ila ni fresh, sikulaumu kwa sababu mapenzi hayashauriwi. Hongera. Judy aliongea kwa msisitizo huku machozi yakimlengalenga. Judy, nahitaji amani. Nahitaji tutengeneze amani. Nahitaji tofauti yako wewe na Katha iweze kuisha. Edu, usini enjoy. Kwa
kwa sababu unajua kabisa hilo swala haliwezekani na halitokuja kuwezekana kwenye hii dunia. Huyo mpuzi ameweka maisha yangu kuwa ni mabaya kwa kipindi chote. Mume wangu ambaye ni rafiki yako alimtesa bila kujali. Tulikuwa kama wanyama, sasa hivi unakuja bila aibu eti tuweke tofauti zetu pembeni. Najua huyo ni mkeo. Ulimpenda kabla ya kukutana na mimi, ila kama unahitaji kuwa adui yangu kupitia huyo malaya, utakuwa ni adui yangu. Sitaogopa kupoteza chochote, ila nahitaji naye alipe na kujutia kama ilivyokuwa kwangu. Hujui ni mateso gani nimepitia wewe. Hujui ni mara ngapi nilitamani kufa, ila mume wangu alinisihi kuhakikisha kwamba nakuwa imara hadi ulipofanikiwa kuniokoa, ila kumsamehe siwezi. Najua unajua kabisa kwamba siwezi kuwa mnafiki kwenye hilo jambo. Judy alizungumza huku machozi yakimwagika. Nadhani umenielewa Edi. Ndio, nimekuelewa. Basi acha niendelee na majukumu nilionayo. Hongera kwa kuteuliwa kuwa mshauri wa rais. Nashukuru, siku njema Edi. Judy alikata simu na kumfanya Edi ashushe pumzi taratibu huku akimtazama mwanamama Katha aliyesikia kila kitu. Najua hawezi kunisamehe. Sasa unashaurije? Acha tuangalie nyendo zake, kutokana na kwamba watu wangu bado wanamwangalia. Akivuka kwenye mstari tutakaomwekea, sina namna, nitamua. Katha, nimeshasema kwamba sihitaji mauaji. Mauaji sasa ifike stage ni iwe basi. Kwa hiyo unataka yeye ndo aniue mimi, si ndio? Judy mimi namjua zaidi ya vile ambavyo unamjua. Nitakapokuwa naendelea kumuomba, atalainisha moyo wake na mambo yatakaa sawa. Sawa, ila jua tu namwangalia kwa macho haya mawili, kwa sababu umeshamsikia kwamba yuko tayari kufanya chochote, hata kuwa adui na wewe, ili mradi tu kuhakikisha kwamba ananiudhuru mimi. Mwanamama Katha alizungumza kwa msisitizo, huku moyoni mwake akiwa amejiandaa kuwa tayari kwa kufanya lolote lile ili mradi Judy asiweze kumdhuru. Naam, msikilizaji, kwa upande huu tunapata kumwona Judy akifungua mlango wa ofisi ya rais bila hata ya kubisha hodi. Mheshimiwa Rais akamuuliza Judy, "Vipi, mbona macho yamekuwa ni mekundu, unaumwa?" "Hapana mheshimiwa." "Nini tena shida?" "Mheshimiwa, ni nani anayejua juu ya uteuzi wa mimi kuwa mshauri wako?" "Katibu mkuu wangu tu." "Hakuna mwingine?" "Hakuna." "Kwa nini unauliza hivyo?" "Habari ya mimi kuteuliwa imemfikia Edi, na Edi yuko pamoja na Katha. Inavyoonyesha ndani ofisi yako kuna watu wanaopenyeza taarifa kuwafikia Scorpion." "Una uhakika na hilo?" "Ndio mheshimiwa. Na kama kuna taarifa nyeti zitakuwa zinavuja, basi hatutosogea mbele kwenye chochote kile." "Ila huyu jamaa ameteuliwa na Ghost." "Basi ni wakati wewe kuwa na katibu mkuu mpya." Mzee Max kwanza alishusha pumzi taratibu huku akimtazama Judy. "Na ndio maana nahitaji unipatie listi ya watu wa kuaminika ambao tunaweza tukafanya nao kazi." Unajua kwa katibu mkuu kiongozi, ni wewe kuona ni nani ambaye unaweza kumchagua na akafanya kazi karibu na wewe. Unajua Baba Lisa naye sema umri wake umekwenda. Yule mwache tu kwenye kazi ya ushauri. Katibu mkuu kiongozi ni kazi nzito inayohitaji mtu mwenye ubongo mzuri. Ila kwa sasa usichukue maamuzi yote. Tuendelee kuwapeleleza na kuwajua ni nani wapo pamoja na sisi na kina nani hawako pamoja na sisi." "Sawa, mimi nimekuelewa Judy." "Nashukuru kwa kunielewa." Mlango ukabishwa na Baba Lisa aliingia ofisini hapo na wakasalimiana na rais na kisha kakaa kwenye moja ya kiti. Judy akasema naomba niwapishe, na ndipo Mzee Max akasema hakuna shaka. Mzee Max alizungumza huku akimtazama babake Lisa usoni mwake. Akamwambia, "He ndugu yangu, niambie." "Bwana mheshimiwa,
kuna ripoti yoyote ile kuhusiana na Lisa mwanangu? Hadi sasa sijapata taarifa yoyote. Vipi, mbona kama una wasiwasi? Nina wasiwasi na mwanangu, kwa sababu sijui yuko kwenye mazingira gani. Sijui yuko hai au amekufa. Unajua mama yake kila muda amekuwa ni mtu wa kulia na kuhuzunika. Mzee Max alimtazama babake na Lisa kwa macho ya huruma na kisha akamwambia, siku zote ukitembea na mwizi usishangae nawe kuwa mwizi. Ninavyojua mimi, Ghost sio mtu wa kufa kirahisi. Yaani kwa namna ile vyombo vya habari vinavyosema, Ghost hawezi kufa namna hiyo. Ila mwanao amechagua njia ambayo kwa namna moja ama nyingine haitokuwa na mwisho mwema. Unajua napata wakati mgumu sana ndugu yangu kwa binti yangu kuchagua maisha aliyochagua. Tumombe tu kwa Mungu mwisho wake usiwe mbaya. Vipi mtoto anaendeleaje? Mtoto anaendelea vizuri, yuko chini ya uangalizi wa mama yake mdogo. Kama Linda ndiye anayemlea basi atakuwa yuko vizuri. Mungu asije akambadilisha huyu binti yangu niliyebakia naye huyu Linda, kwa sababu utotoni mwake alikuwa na mapepe sana, ila kwa sasa ametulia. Ila dada yake ambaye tulimuona angekuja kuwa mkombozi wa familia, ndo huyo anatupandisha pressure kila kukicha. Ndo maisha ndugu yangu, kikubwa ni kumwomba Mungu amtunze tu huko alipo. Amen. Sawa, weka pumzike. Unaonekana umechoka sana, ila kikubwa amini ya kwamba Ghost hajafa wala mwanao pia hawezi kufa. Nashukuru ndugu yangu kwa kunitia moyo. Wala usijali. Baba Lisa alinyanyuka na kutoka ofisini kwa mzee Max na kumwacha akiendelea pale na majukumu ya kiserikali. Boss, ripoti kutoka kwa wapelelezi wetu imerudi na kiongozi wao amekuja. Mruhusu aingie. Naam. Flora alizungumza hivyo huku akimtazama mlinzi wake huyo aliyemletea ripoti. Mlinzi alitoka nje na baada ya muda aliingia mpelelezi anayewaletea taarifa nyeti ndani na nje ya Japan. Karibu. Nashukuru sana mkuu. Kahawa. Flora alizungumza huku akimmiminia mpelelezi huyo kahawa kwenye kikombe kidogo na kisha mpelelezi huyo akaichukua ile kahawa. Nashukuru sana mkuu. Karibu, na kusikiliza. Mkuu, nimepata taarifa nyeti kutoka kwa watu wanaosadikika wanafanya kazi na Ghost. Ghost yupi? Kwanza Ghost yupo? Ghost yule aliyekuwa rais wa Tanzania. Flora alimtazama baba yake. Baba yake alikuwa amekaa kwenye kochi la pembeni sebuleni hapo. Kumetolewa amri ya kumchunguza mke wake, huku wakihitaji kuhakikisha wanamkamata kijana wake ambaye anaitwa Ryan. Je, wametambua huyo Ryan yuko wapi? Flora aliuliza huku shauku kubwa sana ya kutaka kujua. Hapana, hawajajua ni wapi Ryan alipo. Okay, sawa. Chunguza na uniambie ni wapi alipo Ryan, sawa? Sawa mkuu. Tumia njia zako zote kuhakikisha kwamba unampata Ryan, kwa sababu Ryan ndio mtu muhimu sana kwa sasa. Na tukimpata huyu tutakuwa tumepata kitu cha muhimu sana. Sawa mkuu. Angalizo? Ndio mkuu. Ryan ni hatari sana. Na hata mnapomchunguza mumchunguza kwa umakini wa hali ya juu. La sivyo mtaharibu kila kitu. Sawa mkuu. Aliinywa kahawa hiyo japo ni ya moto, ila akaimaliza yote. Alisimama mpelelezi huyo na kuaga kwa heshima huku akiinama kidogo na kisha akatoka sebuleni hapo. Baba, umesikia? Ndio nimesikia. Kumekucha sasa. Vita vya kifamilia inazidi kupamba moto. Unajua mwanangu, siku zote vita ya panzi furaha kwa kunguru. Umejuaje baba? Huyu Rani mimi namhitaji kumpata hata kabla ya baba yake hajamkamata, kwa sababu baba yake akimkamata itakuwa ni ngumu kwetu sisi kumpata. Ila kuna kitu mimi nakiwaza hapa mwanangu. Kitu gani baba? Yule Ryan
ni lazima atakuwa anampenda sana mama yake. Unaonaje tukamdaka mama yake na kisha akatupatia mawasiliano ya Ryan? Itakuwa ni rahisi sisi kumvuta Ryan karibu. Wazo zuri sana hilo baba. Acha niwaandae vijana wangu wakamkamate. Japo alikuwa ni daktari wangu, atanisamee. Hii vita baba ni vita, na vita siku zote hainaga urafiki. Ryan sasa anakwenda kuingia mikononi mwangu, na nitahakikisha Ryan nikikukamata utalipa kwa kile ulichonifanyia. Flora alizungumza kwa msisitizo na kumfanya baba yake atabasamu kwa furaha, kwa sababu mwanae sasa anafuata nyayo zake. Laiti ya kwamba wangejua moto wa mamake na Ryan ni mara 10 hata ya Ryan mwenyewe, wasingethubutu hata kuwaza kwenda kumteka. Unadhani itakuwaje huko? Hiyo ndio inaitwa pata shika nguo kuchanika. Bwana, mambo yanazidi kunoga mtu wangu. Flora na baba yake wamefikia mwafaka wa kuhakikisha wanamkamata mamake Ryan. Je, watafanikiwa? Hivi wanaujua moto mamake na Ryan kweli? Wanaujua au wanausikia? Tuwaambie au tuwakaushie? Ngoja tuwakaushie, alafu tujue watakachoenda kukutana nacho huko itakuwaje kwenye sehemu ya 14. Bwana, kwa upande wa Judy amemhakikishia Eddie ni kwamba lazima atamua Katha, hata kama amerudiana naye kimapenzi, ila dhamira yake iko pale pale. Iwe jua iwe mvua, lazima muue Katha. Sasa swali ni je, Judy atafanikiwa kutimiza adhima yake hiyo? Bwana, usikose kufuatilia sehemu ya 14 Kigongo cha Ice You Kill Me. Kumbuka hii ni chapter 6. Mtaalam kwenye mic inaitwa Uncle J. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msulwa. Bwana, bye bye, tukutane katika sehemu ya 14.